Baada ya kipindi kirefu cha ukimya, naibu gavana mkoa wa Kivu Kusini ameitisha kikao muhimu cha usalama mjini Baraka chenye lengo la kuimarisha hali ya usalama na kuchochea uchumi wa mkoa. Kikao hicho kiliwakutanisha wadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa vyombo vya usalama, mamlaka za kiutawala pamoja na shirika la wafanyabiashara feki. Lengo kuu la mkutano huu lilikuwa ni kuimarisha wafanyabiashara kulipa ushuru halali wa serikali ili kuongeza mapato ya ndani na kusaidia utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Naibu gavana alisisitiza kuwa ulipaji ushuru ni nguzo muhimu ya ustawi wa kiuchumi wa mkoa wa Kivu Kusini. Katika hotuba yake, alitoa shukrani za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa juhudi alizochukua katika kuondoa waasi wa M23 mjini Uvira, akieleza kuwa hatua hiyo imeleta matumaini mapya na kuimarisha hali ya utulivu miongoni mwa wananchi. Tunatoka kwenye kikao cha usalama ambacho kilijumuisha wanamemba wa Komite Provincial ya Securite, tukaongezea yako wanamemba wa Komite Lokale ya Securite na wenzetu wa VDP Wazalendo, watu wa FEC na societe civile. Baada ya mazungumzo ya saa mrefu, tulikubaliana yafuatayo. Kwanza, Komite Provincial ya Securite inashukuru kuona vile ya Uvira inarudia kwenye serikali ya Kongo, na hiyo shukurani zetu tunazipatia rais na tunazipatia pia jeshi la Kongo pamoja na watoto wetu wazalendo. Tunaomba ya kwamba ndugu zetu ambao wako Uvira wawe mecho kwa sababu adui hayuko mbali, na tunawaomba pia waache utuba za ubaguzi na waishi pamoja kama vile tunavyokuwa naishi miaka yote. Yaani tunakataa ubaguzi wa kabila, kila mtu ajikute ya kwamba iko mwinchi yake na muinchi ya Kongo. Ya pili, Komite Provincial inaomba wa responsable wa mantite yote decentralize na mantite yote ya leta wa multiplier ma réunion ile tunaita ma réunion ya kila wiki ya komite lokale ya sécurité juu ya kuwa na identifie maprobleme biko nayo na kujua nani ameingia na nani ametoka juu ya kupiganisha wale ambao tunaita wa infiltré. Ya tatu, Komite Provincial baada ya kuzungumza na wafanyabiashara ambao walikuwa katika matatizo, tumekubaliana ya kwamba FEC itaambia wanamemba wake wote waanze kulipa mataxe za leta na kuachia services za leta kufanya kazi yao. Walitufikishia malalamiko yao na ile malalamiko tumekubali kuifanyizia kazi. Tutabeba ripoti kwa mwenye anahusika na tumejiangaje kuleta ma solution rapidement. Na nyingine ya mwisho, Komite Provincial ya Sécurité inaomba kwa coordination ya wazalendo ambao wametia na ambao inajulikana iendelee kabisa. Tunaipongeza na ile kazi ya kutoa ile tunaita mabariere ya kulipisha watu, ya kutoza pesa, waendelee kuitoa na kuisiprime yote isionekane tena, kwa sababu inarudisha raia nyuma na iko nataka kuleta fujo kati ya vikundi mbalimbali. Na kwa hiyo pia imeomba coordination ya wazalendo ambayo tunaiunga mkono iendelee kusiprime ile makasho, ile mambo ya kila mzalendo, kila grupu iko na kasho ya wao. Tumewapa jukumu ya kumaliza ile. Na waza ni hiyo maneno ambayo tumeweza kuzungumzia siku ya leo, na kikao chetu kimeanza na saa 7:30 na tulimaliza na saa 11:30. Na sema shukurani pia kwa wanamemba wote na walipa wote ambao walivumilia
na kufanya tufike kwa huu mwafaka. Asante. Lakini mheshimiwa, kuna wakaaji ambao wanawaza kama kisha wewe kufika kuna hizo services zitaanza lipisha mara moja. Kama unaweza fafanua kidogo kwa wale wachuuzi. Ndio, serikali ilikuwa na itaendelea kuwa na iko. Kwa sasa hivi ninaposema, baada ya kuzungumza na FEC, tumesikilizana ya kwamba wafanyakazi wa leta juu walikuwa wengi hawaonekani nafasi zao za kazi kutokana na hali yenye mnaijua wenyewe. Sasa hivi hali imebadilika, serikali imefanya nguvu. Uvira tumekwisha kuigomboa, hakuna sababu yoyote kuanzia kesho wafanyakazi wa leta watakuwa nafasi zao za kazi na wataanza kutoza ushuru kama kawaida. Na ile mambo ambao walilomba tuwasaidie Kadeko ije, walikuwa pia na malalamiko mbalimbali juu ya maproje ya kuendeleza Mungini ya Baraka na kuendeleza Fizi, kuendeleza Uvira na sehemu mbalimbali. Tumesema ya kwamba kunakuwa mataxe conventionnel, tutaaktive zile mataxe ziwe na kuwa kanalize kusudi zile pesa zisaidie ku development local. Mheshimiwa Gavana, kabla hujamaliza, vipi mmefikiria kuhusu swala la mzozo? Kuna ripoti za mizozo ya kikabila tarafani Fizi. Swala Baraza la Usalama limesemaje? Baraza la Usalama limesema ya kwamba miaka iliyopita na hii hakujawahi kuwa mzozo wa ukabila tarafani Fizi wala Uvira ama mprovinsi ya Sud Kivu. Kabila zote ambazo zinaishi katika provinsi ya Sud Kivu. Wakati juhudi za kurejesha uthabiti zinafanyika Kivu Kusini, hali ni tofauti kabisa katika wilaya ya Rutshuru, ambako baraza la vijana la wilaya limetoa tamko kali tarehe 17 Januari mwaka 2026 likilaani mauaji na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu katika utawala wa jadi wa Bwito yanayodaiwa kufanywa na waasi wa M23 wa RDF AFC. Kwa mujibu wa CTG, kuanzia Jumatatu tarehe 12 Januari mwaka 2026, zaidi ya raia 91 ikiwemo wanaume, wanawake na watoto wameripotiwa kuuawa kikatili katika vijiji kadhaa vya Bukombo na Kihondo. Vijiji vilivyotajwa ni pamoja na Rukiri, Bushamba, Kivuma, Kanyogehe, Karambi, Kinyanguku, Mashango, Manyoni, Kasheberi, Mukakasisa, Budugudu, Bushobwe, Bunkuba, Buambira, Kanyati na Katovu. Taarifa hiyo inaeleza vitendo vya ukatili mkubwa ikiwemo madai ya wanawake na wasichana kubakwa kabla ya kuuawa, raia wauawa kwa risasi au mabomu na wengine kukatwa vichwa kwa mapanga. Aidha, nyumba zilichomwa moto, mali na mifugo kuporwa, huko miili ya wahanga ikidaiwa bado ipo ardhini bila kuzikwa. CTG imelaani vikali kile alichokiita kazi za lazima za kijamii Salongo, ambapo raia wanalazimishwa kwa vitisho kukata migomba yao wenyewe, hali inayotafsiriwa kama mkakati wa kunyang'anywa ardhi na kufuta kabisa jamii za wenyeji. Kiongozi wa CTG Twizere Pasia ameonya kuwa baadhi ya makundi ya Bwito yako hatarini kutoweka kabisa, huko kukiwa na ukimya wa kutisha wa jumuiya ya kimataifa. Katika muktadha wa kikanda, Rais wa Burundi Jenerali Evariste Ndayishimiye amezungumza hali ya wakimbizi walioko nchini mwake akisema, wakimbizi tulionao hapa Burundi ni kama wakimbizi wa ndani, kwa sababu hawajakimbia mamlaka zilizopo madarakani bali wamekimbia uchokozi wa Rwanda. Kauli hiyo inaongeza uzito wa wasiwasi unaoendelea kuhusu usalama na mgogoro wa kibinadamu katika eneo la Maziwa Makuu, huko wananchi na mashirika ya kiraia wakiendelea kuitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kulinda raia na kusitisha ukatili unaoendelea mara kwa mara.